ونصلي على رسول الكريم صلى الله عليه وسلم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ndugu mfuatiliaji wa channel ya kwetu Kilele cha Ufahamu, ambayo inaendeshwa na mimi Mwalimu Al-Habib Yahya nikitokea hapa Dar es Salaam, Tanzania. Nikukaribishe sana, lakini leo tutaangalizia baadhi ya mambo. Tutaangazia baadhi ya mambo matatu. Hususan katika wale wenye marohani au wale ambao wanapenda kujifunza elimu za kirohani ili waweze kujisaidia, kujijua zaidi, kujifahamu, lakini pia kusaidia wengine. Ndugu zangu, jambo la mwanzo, ikiwa umebarikiwa kuwa na huu ufalme wa marohani, mashaallah, la mwanzo mshukuru Mungu, kwa sababu hii ni neema. Si kila mtu huwa anafaidika nayo. Unajua, yawezekana ikawa watu wengi wana marohani, lakini wanaofaidika na marohani ni wachache. Si kila mtu anafaidika na marohani. Kwa nini? Kuna sababu nyingi za kusababisha mtu unaweza kuwa na ufalme mkubwa lakini usifaidike na ufalme wako. Sababu ya kwanza kabisa ni kutokupata walimu sahihi wa kuwafungua, lakini kutokupata watu sahihi na wakati sahihi wa kuwafungua na kuwashauri na kadhalika. Hii ni sababu ambayo inawasababisha wengi wasote pengine kwenye umasikini, au wasote kwenye taabu za maradhi, kwenye taabu hasa za kusumbuliwa na ndugu, majirani, marafiki, na kuna wengine taabu zinazowapata ni hao walimu. Sasa uona kama wamesahaulika, kama vile hawafunguliwi, huwasababishia taabu, huwasababishia matatizo, huwasababishia shida. Kwa hiyo maadamu hajapata mwalimu, pengine kapata mwalimu mwenye taaluma ndogo, au kapata mwalimu tapeli, au kapata mwalimu hajui na yeye ajifahamu kama hajui, au kapata mwalimu mwenye uwezo mdogo, mwenye fahamu ndogo. Kwa hiyo sasa unakuta sasa mtu huyu anaendelea kusota aliyakuwa bado na ufalme mkubwa. Lakini pia sababu ya pili ambayo inasababisha watu pia washindwe kufaidika na ufalme wao, wengine ni pesa. Hawana fedha za kujitibia, hivyo inakuwa manaki bado wanabakia kwenye shida, kwa sababu wengi katika watu unakuta marohani wao wamefungika na majanga ya maisha yaliyopitia. Watu wamemfunga kwa mahasad, hivyo kwake ili apate kufungua wale walimu lazima aanze kwanza kufunguliwa matatizo yake, shida zake, kutatuliwa shida za watu wake, shida za ndugu zake, za mahasidi wake, mahasimu wake, zikaweza kuwekwa pembeni, kisha ndo akaweza kufunguliwa huyu mtu. Hasa unakuta kuna mwingine hana fedha, na kuna wengine pia watabibu wanapata watabibu wazuri, lakini wanakuwa mabahili. Pana watu wengine wao ni bahili wa nafsi yake mwenyewe. Sheona mtu anakufa na njaa kati ana mabilioni ya pesa ndani. Sheona mtu anakufa na njaa na matrilioni ya hela. Kuna mwingine mbahili, yani kuna wengi. Mimi ni mtabibu, so napitia mengi, naona kuna watu wana hela, lakini akisikia neno mtabibu, neno mganga, aona kama ni mtu mwenye njaa vile, ni mtu mwenye shida. Hiyo basi anakuwa anamfanyia ubahili, yani ule ubahili wa mwisho kabisa, akimfanyia ubahili, akimchukulia poa. La, hapana. Kwa hiyo unakuta saa nyingine huyo mganga mwenyewe anakupuuza, au anakufanyia kitu cha chini ya kiwango ili tu kukufunga mdomo kwamba asinisumbue, nimfanyie imekuwa sawa. Kwa hiyo pia ubahili baadhi ya watu au ukosefu wa pesa husababisha watu wakashindwa kufungua walimu wao na wakawa katika njia ya kutangatanga, wakawa kwenye njia ya kutangatanga na kadhalika. Kwa hiyo lifahamike. Lakini sababu nyingine ambayo pia jambo jingine muhimu kulizungumzia ni kufunga mdomo ya. Sitaki mambo ya falme yako, mambo ya marohani yako, falme wako igeuke ni stories za kuzungumzia wewe na shoga yako, au wewe na rafiki yako, wewe na kipenzi chako. Yani hakuna haja wewe uzungumzie mimi na rohani, kujisifu kwingi, mimi na marohani wakubwa, mimi sijui na walimu, sijui nitakuwa tajiri. Watu hawawezi kukiharibu kile usichokifahamu. Unapokuwa unawafahamisha kwa kujitapa, wewe ndo una walimu, wewe ndo una marohani,
watu watataka kwenda kuchungulia siku moja, hata kwa bahati mbaya, niangalizie huyo mtu, au yale ambayo anajitapa ni bure au kuna ukweli wowote. Haya, anapata kuna ukweli, huyu mtu hatari sana. Anakufanyia hasadi, anakuhusudu, anakuroga, anakufanyia uchawi kwa sababu we mwenyewe umeanza kujitapa. Lao ungenyamaza na ukasubiria kudura za Mwenyezi Mungu zifunguke, kila mtu azione zikiwa zimefunguka, akuone ukiwa upo kileleni, akuone ukiwa uko juu, naamini kwamba ungefaidi zaidi. Lakini kabla hujaanza kupanda tambilima, kabla hujaanza safari, ushawaambia watu safari hii mtaona mimi nitakuwa vizuri, safari hii mimi mashallah mimi na maruhani baadaye nitawafungua. La, hapana. Kwa pia mdomo pia unawaponza wengi. Mdomo pia unawaponza wengi sana. Wakajikuta wanaingia kwenye shida, pamoja na kwamba wana walimu wakubwa, lakini wakawa wanaishi maisha ya kawaida, wakawa hawafaidiki chochote. Heri ya yule asiyekuwa nayo. Heri yule ambaye hana, au wanao wadogo wachache, waweza sema mtu anashikika, anaeleweka. Kwa hiyo haya pia sisi tuyashike, tutafaidika daima insha Allahu taala. Lakini jambo jingine pia la muhimu ambalo tunataka kulizungumzia, walimu wakikupatia mwongozo wewe utimize. Kuna watu ambao wanapewa mwongozo na walimu wao, mwongozo umenyooka, lakini anakuwa anaingiza excuse nyingi kwamba why inakuwa hivi, na hajui maana yake, anatafuta kubishana na walimu. Sasa hakuna kitu kibaya kama walimu wakuteme yahi. Kukutema kivipi? Si kwamba waondoka, waweza kukuacha na mambo yako tu, uhangaike tuone utafika wapi. Ndio dunia itakavyokuvilinga ikubilinge, uone tabu, hata uone hakuna haja ya kuishi. Kwa ndugu zangu, tuzingatie haya insha Allah. Mwenyezi Mungu atukubali sote, minal ladhina yastami'una alqawla fayaktubuna hasana. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhabibi Yahya Tanzania. Assalamu wa jazakumullahu khair.